Naam, ndugu zangu, hebu tumalizie darasa yetu ya leo kwa kuangalia maneno ya al-Imam Shafi'i, imamu wetu na ni kiongozi wetu ambaye billahi alhamdu ametutengenezea vitabu mbalimbali ambavyo vinatuongoza katika masala ya kiibada, na walillahi alhamdu ndio imamu katika hii East Africa, ndio imamu ambaye amekuwa ni mwenye wafuasi wengi. Imamu Shafi'i Muhammad ibn Idrisa, kuna maneno ambayo ameyazungumza ya hikma, ya busara, ambayo ukiyasoma na kuyafanya ukayaangalia, idha nadharta diqqatan nadhar, utakapofanya uyakini katika kuyaangalia, basi utakuta kwamba ndani yake yana hikma na yana busara mno. Imamu Shafi'i amesema alikuwa anatuhusia katika suala zima la kuweza kufanya misafara mbalimbali, misafara ambayo itakayokuwa ya kheri, misafara ambayo ndani yake kutakuwa na fawaida mbalimbali. Utakwenda kujifundisha, utakwenda kujifunza misafara hiyo kwa kupitia misafara yako hiyo. Basi Imam Shafi'i ametoa nubudhati kadhaa ambazo utakwenda kujifunza. Imam Shafi'i katika kitabu chake Diwan al-Imam Shafi'i amesema kwamba tagharrab 'anil awtani fi talabi al-ula, tagharrab 'anil awtani fi talabi al-ula, kwamba zama katika miji, potea katika miji, lakini lengo na makusudio ni kitu gani? Fi talabi al-ula, katika kutafuta ula, kutafuta utukufu. Kutafuta utukufu una aina mbalimbali: utukufu wa kifedha, utukufu wa kielimu, utukufu wa kiadabu, utukufu ala kulli hali, kwamba hii lugha ameitumia Imam Shafi'i fi talabi al-ula, basi makusudio yake kwamba kutafuta kama ni mansab, cheo na kadhalika. Kwa hiyo Imam Shafi'i ametuambia umma huu kwamba tagharrab 'anil awtani fi talabi al-ula. Kwa hiyo kumbe, kwa mujibu ya Imamu Ash-Shafi'ia, kule kutembea kwetu kutoka katika mji mmoja kwenda katika mji mwingine, kijiji fulani kwenda kijiji kingine, kutoka katika mkoa kwenda mkoa mwingine, nchi kwenda nchi nyingine, kwa wale ambao wenye kujaliwa, basi ndani yake kuna kitu kinachotafutwa, kuna kutafuta al-ula. Akaendelea na kusema safir fa fil asfari khamsu fawaidi, anasema safiri fa fil asfari, kwani katika kusafiri khamsu fawaidi, kuna faida tano. Kuna faida tano katika kusafiri huwa zinapatikana. Ya kwanza akasema tafarruju hammi. Faida ya kwanza kabisa ni tafarruju hammi, ni kufarajika, kupata faraja kutokana na hammi. Kutokana na hammi unaweza ukasema ni mtihani, hammi majonzi, hammi majanga, hammi ni mambo kadhaa wa kadhaa ambayo pengine kwa namna moja au nyingine yakakunyima furaha ya moyo, yakakunyima usingizi. Kwa hiyo anakuambia kwamba tafarruju hammi, kusafiri kwetu tunakosafiri, basi
mojawapo faida unayoipata ni tafarruju hammi. Ama ya pili, waktisabu maishatin, jambo la pili ni kutafuta maisha. Unaweza mtu ukamkuta na safiri kwenda sehemu moja kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine, fil isti'rad dunyawi. Na msanifu mmoja anasema kwamba msanifu anatuambia kwamba tuyafanyie kazi masala ya kidini kama naharis, kama vile ambavyo tunavyofanya pupa ala akhadhi anwa'il bidhaati, katika kuchukua aina mbalimbali za bidhaa, fil isti'rad dunyawi, katika kushughulikia masala ya kidunia. Kwa hiyo katika kusafiri kwetu, basi jambo lingine ambalo faida tunalolipata katika kwa mujibu wa maelezo ya al-Imam Shafi'i, waktisabu maishatin, kutafuta maisha. Jambo la tatu, Imam Shafi'i anasema wa ilmun, pia na kutafuta elimu katika kusafiri. Basi kuna kitu kinachoitwa kutafuta elimu. Alhamdulillah, ni jambo zuri na pia ni jambo ambalo linapatikana katika kusafiri, aidha masafa ya marefu au masafa ya mafupi. Wazee wetu katika masuala mazima ya kitaaluma huko mwanzo au zamani, alikuwa mtu anatoka katika mji mmoja anapelekwa katika mji mwingine, basi anapokwenda kule, makusudio ya msafara ule ni kwenda kutafuta elimu tu. Na hata leo hii tunaona kwamba mtu anaweza akatoka Mwanza akenda zake Rufiji mkoani Pwani kwenda kusoma masuala ya elimu ya kisekula, elimu ya kidini. Anaweza mtu akatoka Dar es Salaam akaenda zake kusoma kule Arusha, Moshi na kadhalika. Kwa hiyo katika misafara basi kuna faida mbalimbali, ikiwemo ni wa ilmu, katika utafutaji wa elimu. Ama jambo la nne, wa adabu, pia kuna adabu, kujifunza adabu sisi katika maisha yetu, hususan ya Kitanzania. Pengine mtu amezaliwa kwa Mtwara, basi ikiwa yuko Mtwara tu kila siku, inawezekana yani iltiqaiyan, moja kwa moja Waarabu wanasema iltiqaiyan, automatically, kwamba lazima tu utaathirika na zile tabia za pale, utaathirika na tabia za pale katika masala mazima ya uzungumzaji wa lugha. Hata hii lugha ya Kiswahili tu, wataalamu wa mambo wamekuenda mbali, wanasema ukiwa unazungumza tu basi mtu anaweza kukufahamu kwa wewe Kiswahili hiki unachokiongea, basi aidha wewe ni mtu wa Iringa, yule bwana anazungumza hapa atakuwa ni Msukuma, huyu anazungumza hapa, huyu atakuwa pengine ni Makonde, huyu atakuwa ni Mdengeleko. Ala kulli hali, kutokana na zile athari ya sehemu tulipokaa, kuzaliwa tukaishi hapo, au pengine tumeathirika na mazingira fulani, basi hata Kiswahili nacho mtu anaweza akakwambia kwamba huyu anazungumza, lakini huyu mtu akakutajia ukanda unaotoka na akapatia. Kwa hiyo utakapokuwa umesafiri, basi kuna adabu mbalimbali utajifunza adabu za watu, akhlaki zilizokuwa nzuri, na utaona akhlaki za watu mbaya kutokana na miongozo uliopewa na Allah tabaraka wa taala, utakuwa mwenye kujiepusha nayo hiyo. Wa suhbatu majid, jambo la tano anasema wa suhbatu majid, kwamba kusafiri kuna kupelekea kusuhubiana na watu wema, kusuhubiana na watu wazuri. Utakapokuwa umesafiri, utakwenda mahala, utakwenda kukutana na mtu walilahi alhamdu, mtu safi, mcha Mungu, ana tabia nzuri, atakuathiri kwa maneno yake na anaweza kukuathiri pia kwa vitendo vyake anavyofanya, au ukajikuta kubadilika. Kama ni mtu ovyo, mtu muovu, basi unajikuta kwamba na ukabadilika. Lakini pia kama ulikuwa una habari, una thamani, wathamini wazazi wako, basi unaweza kukutana na mtu ambaye kila siku asubuhi kwake haipiti isipokuwa atampigia simu mama yake na kumuulizia hali kamkaje. Asubuhi haipiti isipokuwa atakwenda kwa baba yake kumtaka ushauri. Kwake muda fulani haufiki isipokuwa mpaka anakutana na baba yake na anajisikia tabu kabisa, kama mimi
sijakutana na baba yangu hii na siku ya pili, wallahi anapata tabu. Wewe kama kwa tabia yako unaweza kukaa unaweza ukaishi ukakaa mwezi miezi miwili una habari kabisa na baba yako, wala kumtakia hali wala nini. Wewe na masala ya kimitandao tu, pengine unaangalia mambo ya ovyo ovyo tu, basi unajikuta kama mimi na maisha yangu ndio maisha sio, ndio utabadilika. Kwa hiyo katika usafiri kuna faida kwa mujibu au kwa maelekezo ya Imam Ash-Shafi'i, maneno yenye hikma, maneno yenye busara. Na ukisoma Qur'an tukufu utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa ametuelekeza katika masala kama haya. Kwa hiyo utaona pia kwamba Imam Shafi'i hakwenda mbali kabisa na maelekezo, hakwenda mbali kabisa na maneno ya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur. Allah anasema huwa alladhi, yeye ndiye ambaye ja'ala lakumul arda dhalulan, ameifanya ardhi hii kuwa ni nyepesi, kuwa ni dhalili kwenu. Famshu fi manakibiha, basi tembeeni katika sehemu zote za ardhi, hakuna kikomo, hakuna mipaka. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, lakini mle katika riziki zake, mtafute katika riziki zake. Wa ilayhi nushur, na kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala mtakuwa ni nyote wenye kukusanywa, wote nyote wenye kurudi kwa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kwa ndugu zangu, tumalizia darasa yetu ya leo kwa maneno ya hikma, kwa maneno ya busara ya al-Imam Shafi'i. Wabillahi tawfiqi wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.